Wazingatie usafi, wazingatie kulisha chakula bora. Na kwa siku moja navuna tray 22 mpaka tray 24 kwa hawa kuku 800. Lakini kwa haya mabanda ujasiriamali umegawanyika katika nyanja kadha wa kadha, na ujasiriamali ndio unaochochea katika ukuzaji wa pato la taifa na la mtu mmoja mmoja. Leo tunakwenda kuangazia ujasiriamali katika nyanja ya ufugaji wa kuku hapa katika mtaa wa Gem ndani ya halmashauri ya Kigoma Ujiji. Utakuwa nami Joseph Seye wa Kanyuka TV. Karibu na uweze kutueleza majina yako ni nani? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Budilo Ndeonasia Temba. Ni mfugaji katika manispaa ya Kigoma Ujiji, kata ya mtaa wa Mji Mwema, kata ya Gem. Ujasiriamali wa kuku, ni aina gani ya kuku unaojishughulisha nao kiufugaji? Asante ndugu mtangazaji. Mimi najishughulisha na ufugaji wa kuku wa mayai kama mnavyowaona. Na hawa kuku ni layers maarufu kwa ajili ya mayai tu. Ninajishughulisha pia na ufugaji wa kuku aina ya broiler, ni kuku maarufu kwa ajili ya nyama. Pia nina aina ya kuku saso au kwa jina maarufu tunaita kuku wa kienyeji aliyeboreshwa kitaalamu, naye ni kuku wa nyama. Kwa kifupi ninafuga kuku aina 3. Hii historia ni miaka mingapi sasa katika uzoefu wako wa ufugaji wa kuku hawa? Ndugu mtangazaji, mimi nimefuga kwa kipindi cha miaka takriban 20 kwa sasa hivi. Kipi hasa kipekee kikakuvutia ujihusishe na ujasiriamali wa ufugaji wa kuku kiacha ujasiriamali mwingine unaofahamu wewe? Asante ndugu mtangazaji. Kilichonivutia hasa kwenye ujasiriamali wa ufugaji wa kuku, kwanza ni kipato ambacho nakipata kutokana na ufugaji wa kuku. Kuku hawa wamekuwa ni chanzo kikubwa sana cha mapato katika familia yangu. Ndio maana niliona bora niache ujasiriamali mwingine nijikite kwenye ujasiriamali wa ufugaji wa kuku. Uliwezaje kuweza kumudu kuanza na biashara hii mpaka umeweza kufikia hatua ya kukua kwa jinsi hii tunayoweza kuiona hapa? Mimi mnavyoona huu mradi umekuwa si kana kwamba nilianza hivi kwa wakati mmoja. Hapana. Nilianza tu na ufugaji kidogo kidogo. Nilianza na kununua kuku 50. Nikaanza nao kidogo kidogo, hatimaye nikatoka kwenye kuku 50 nikaenda kwenye kuku 100. Hatimaye nikatoka kwenye kuku 100 nikaenda kwenye kuku 200. Hivyo kidogo kidogo nikawa nachukua mikopo kwenye vitaasisi vya mikopo, na hatimaye nimefikia level hii niliyofikia mnayoiona. Ufugaji huu ilikuwa ni sehemu ya njozi ya ndoto yako kufanya ufugaji huu, au ni mahali wapi ulipoweza kupata elimu ya kuweza kujifunza mpaka leo hii umeweza kuwa mfugaji? Mimi ndoto hii ya ufugaji nilianza tangu nikiwa mtoto mdogo kabisa. Nilichukua elimu hii kwa wazazi wangu. Wazazi wangu walikuwa wanafuga kuku wachache wa kienyeji na mimi nilipendezwa na ule ufugaji. Lakini hatimaye nilipoingia mimi kwenye kuanza maisha, ndio maana mimi nilianza na kuku kidogo kidogo. Hatimaye nimefikia hapa. Lakini hata hivi ndoto yangu sitaki iishie hapa. Bado natamani ndoto yangu endelee kuwa kubwa zaidi. Natamani kuwa na shamba kubwa zaidi ya hili ambalo mnaliona. Unawezaje kuwahudumia kuku hawa? Ni shughuli hii ulionayo au na shughuli nyingine mbali na hii ulionayo? Kwa sasa hivi shughuli yangu nimejikita ndio hii peke yake. Ninaweza kuwahudumia kwa kuvuna mayai kutoka kwenye mabanda haya mawili naona hapa nyuma yangu. Pia navuna kuku wa nyama. Kwa hivyo kile kipato ninachokipata kule naweza kuendelea kuhudumia hawa wadogo na kuendelea kuingiza wengine, na hatimaye na mimi kujipatia matumizi yangu ya nyumbani kama kawaida.
Kuku wa mayai kuanzia kifaranga mpaka kufikia hatua ya kuanza kutaga anachukua takribani miezi 4.5 mpaka miezi 5 ili kuanza kutaga. Ili kuweza kuhakikishia mavuno ya utagaji yanaendana na idadi yako ya kuku, ni mambo yapi unaoyazingatia? Maana ni moja ya jambo kubwa au zito linalowafanyisha wafugaji wengi hasa wanajaribu na kujikuta wanakata tamaa ya kuendelea na shughuli hii ya ujasiriamali wa kuku hasa wa mayai. Asante ndugu mtangazaji. Mambo ya kuzingatia hasa kwenye ufugaji wa kuku, kitu cha kwanza kabisa ni usafi. Na kitu cha pili ni kulisha chakula ambacho ni chakula bora. Si kujitafutia tu chakula ambacho si bora na kumlisha kuku wako. Unapomlisha chakula ambacho si bora, huwezi kupata mapato mazuri. Lakini unapokuwa unazingatia usafi, usafi kuanzia usafi wa mabanda, usafi wa chakula, usafi wa maji, na kumlisha chakula ambacho una uhakika nacho, yani kimetoka kiwandani. Hapo unakuwa na uhakika wa 100% kwamba hawa kuku wangu baada ya kipindi hiki cha miezi 4.5 nitaanza kuvuna. Na unaweza kuvuna kuanzia 85 mpaka 95%. Kwa nini hasa ulipendelea kuamua kufuga kuku wa kisasa na si wa kienyeji? Asante ndugu mtangazaji. Niliamua kufuga kuku wa kisasa kwa sababu mimi nilijikita kwenye kibiashara zaidi. Kuku wa kisasa ni kuku ambaye ni wa kibiashara zaidi kuliko kuku wa kienyeji. Moja ya changamoto kubwa kwa wafugaji wengi ni magonjwa. Unawezaje kupambana na magonjwa katika banda lako? Mimi kwa upande wa magonjwa ninapambana nao kama nilivyokueleza tangu mwanzo kwamba kuku wanahitaji usafi. Ukishazingatia usafi kwenye banda lako, kupata magonjwa inakuwa ni nadra sana. Kwa hivyo nakuwa ukishazingatia tu usafi, magonjwa yanakuwa sio rahisi. Kama unavyoona mlangoni tunaweka maji ya dawa, kabla ya kuingia kwenye banda la kuku lazima ukanyage dawa. Na ukitoka kwenye banda hili unaingia kwenye banda lingine pia lazima ukanyage dawa. Hii ni kuepusha kusambaza vimelea kutoka banda moja kwenda banda lingine, kwa sababu magonjwa ya kuku mengi yana changamoto kubwa inayoweza kuwasumbua wafugaji wengi ni namna ya kuweza kubaini magonjwa na kuweza kuyatofautisha na kujua jinsi ipi ya kuweza kuyatibia. Ningeomba uweze kutuelezea magonjwa haya unaweza kuyabaini vipi na unayapa huduma ipi kulingana na utaratibu ulioweza kuwa nao kwa maana ya uzoefu. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa kwa hilo ni kuambia mimi si mtaalamu wa mifugo, mimi ni mfugaji tu. Lakini ufugaji huu nilichukua muda wangu wa kuingia darasani kusomea baadhi ya magonjwa na dalili za magonjwa. Kwa hali hiyo naweza tu nikaingia kwenye banda nikatazama kinyesi cha kuku, nikabaini kwamba kinyesi hiki huenda dalili zake ni ugonjwa huu na huu. Kwa hivyo ninachokifanya baada ya kubaini hayo, moja kwa moja namuita mtaalamu ili kunihakikishia kwamba hiki kinyesi inaweza ikawa ni ugonjwa huu, na akishabaini huo ugonjwa tayari naanza tiba. Zaidi ya miaka 20 upo katika ufugaji wa kuku. Je, umewahi kujutia ufugaji huu wa kuku na kwa nini? Katika safari hii ya miaka takribani 20 ya ufugaji, kuna kipindi kweli hapa nyuma nilipitia changamoto kubwa sana ya kupoteza zaidi ya kuku 150 ndani ya siku moja. Na hii ilitokana na kutokuwa na elimu ya kutosha, na ndio maana hapa nyuma nimekueleza kwamba ilibidi nichukue hatua ya kwenda kusoma vizuri ili niweze kuelewa hili somo la ufugaji kiundani zaidi. Elimu hii ndiweza kuipata chuo cha Silverlands Tanzania ambacho kiko Iringa. Niliipata kwa muda wa wiki 2. Lakini hizo wiki 2 bado hazikutosha, bado nina ndoto za kwenda kuendelea kusoma kwa sababu hili somo la kuku ni somo ambalo ni pana sana. Sio somo la kusoma ndani ya wiki 2 au wiki moja ukaweza kufuzu, hapana. Bado nina ndoto ya kuendelea na somo hili pia kuweza kubaini mambo mengi zaidi katika ufugaji.
Tangu umeanza shughuli ya ufugaji wa kuku, ni manufaa yapi ambayo umeweza kunufaika nayo mpaka hivi sasa? Tangu nimeanza ufugaji huu wa kuku takribani miaka hiyo 20, nimepata manufaa mengi sana. Kwanza kabisa nimeweza kuwasomesha watoto wangu kutoka elimu ya chekechea mpaka sasa hivi. Nina kijana ambaye nimeanza kumsomesha na huu mradi wa kuku mpaka sasa hivi naweza nikasema ni daktari wa mifugo tayari. Ameanzia chekechea, elimu ya sekondari, elimu ya chuo na mpaka sasa amekuwa ni daktari wa mifugo. Na sio hayo tu, nimepata manufaa mengi kama unavyoona. Nimeweza kupata nyumba, nimeweza kupata chombo cha usafiri, mambo mengi kwa ujumla. Kwa hiyo hii biashara naweza nikasema sio biashara ya kujutia, ni biashara ambayo ukijikita kisawasawa unaona mapato yake. Mabanda nayaona yameshamili vizuri kabisa, na moja ya changamoto kubwa inaweza kuwarudisha watu wengi nyuma ni pamoja na wizi au kuibiwa. Je, wewe umejipanga vipi au unapambana vipi na janga la wizi katika hii shughuli yako ya uzalishaji? Safari yangu ni safari ndefu, takriban miaka 20, na safari yangu nilianza kufuga, nilianza kuwa na mlinzi, lakini baadaye nikaona ulinzi ule wa kumtumia mtu hautoshi. Ndio maana nimeona nimezungusha boma kwenye eneo langu na nimeweka geti. Kwa hivyo sasa hivi ulinzi umeimarika. Namshukuru Mungu hamna wezi wanaoweza kuniibia kuku. Na pia nina mbwa mkali sana ambaye ni sehemu ya mlinzi. Nikimfungulia usiku tu hapa mtu hapiti. Wanaonifuatilia katika hiki kipindi na wahamasisha kwamba wajiingize kwenye ufugaji, hawatojutia kuingia kwenye huu mradi wa ufugaji. Lakini tahadhari ninayowapa, wachukue haya mambo ambayo ndio waelezea tangu mwanzo, wazingatie usafi, wazingatie kulisha chakula bora, wataona manufaa ya kuku. Moja ya changamoto kuu kwa wajasiriamali wengi ni masoko. Je, hali ikoje kwako ya masoko? Changamoto ya masoko kwa kweli kwa mkoa wa Kigoma ni changamoto ambayo inawakumba wafanyabiashara wengi au wajasiriamali wengi. Lakini mimi niweze kusema kwamba namshukuru Mungu kwa sababu nimefanya hii kazi kwa muda mrefu, basi nimeshajitengenezea soko ambalo yani kuna wale wateja wa kudumu ambao nimeshawatengeneza. Wanajua kwamba nikihitaji kuku au nikihitaji mayai kwa yule mfugaji ambaye ni mfugaji wa muda mrefu lazima nitapata. Kwa hivyo nimetengeneza huo soko hilo kwa sababu nimedumu ndani ya ufugaji kwa muda mrefu. Kwa wingi wa mifugo ulionayo, unaweza ukavuna trei ngapi za mayai kwa siku? Kwa wingi huu wa mifugo nilionao, naangalia kwa mfano banda hili hapa na lile la kule nyuma, nina kuku takribani 800 wanaotaga. Na kwa siku moja navuna tray 22 mpaka tray 24 kwa hawa kuku 800. Lakini kwa haya mabanda unaoona hawa mawili haya bado hawa kuku ni vijana, hawajaanza uzalishaji. Na hawa nategemea wakianza uzalishaji nao wanipe tray 15 kwa siku moja, kwa sababu wako kuku 500. Kwenye biashara, ndugu mtangazaji, swala la shoti au la changamoto halikosekani wala halikopeki. Lakini ninapambana, ninapata faida kidogo kulingana na hali ya soko, kwa sababu ninazalisha, gharama ya kuzalisha tray moja ya mayai ni shilingi 7,500, na mimi nitaipeleka sokoni kwa 9,500 mpaka kwa 10,000. Kwa hiyo nitapata hapo faida kidogo kulingana na gharama nilizozitumia pamoja na kulipa wafanyakazi. Cha kwanza kabisa atafute elimu, asijidumbukize tu kusema kwamba ninaona kwamba kuku wanapendeza akajua ni rahisi. Hapana, cha kwanza atafute elimu, ndio siri kubwa ya urembo hapa kwenye ufugaji. Kutoka hapa ndani ya halmashauri ya Kigoma Ujiji tumepata elimu na darasa juu ya ufugaji wa kuku kama sehemu ya fursa kwa upande wa wajasiriamali. Nikusii endelea kufuatilia Kanyuka TV
kwa matukio na habari kadha wa kadha. Nami ni Joseph Seye wa Kanyuka TV.